Kisima cha baraka, kisima cha baraka. Karibu sana rafiki yangu, siku nyingine tena tupate kujifunza jambo hili kwa habari ya kisima cha baraka. Kisima cha baraka, unapoona mahali popote pale, sehemu yoyote ile kuna chanzo cha baraka zako, kuna chanzo cha baraka zako, ng'ang'ana mahali hapo. Usikubali watu wakukatishe tamaa, usikubali watu wakurudishe nyuma, usikubali watu wakuvunje moyo. Ng'ang'ana rafiki yangu kwenye hicho kisima cha baraka. Kuna mahali Mungu anakuwa amekusudia kukubariki. Sasa kwa kuwa anajua kabisa hapa mahali umekusudiwa kubarikiwa, shetani huwa anakuja, anaingilia kati, analeta vikwazo vingi, vizuizi vingi, kukatishana tamaa, ili ukate tamaa usiweze kuendelea mbele, ukate tamaa usiweze kufikia zile baraka ambazo Mungu amekukusudia. Lakini siku ya leo nataka nikupe siri moja rafiki yangu. Ukiona mahali popote pale pana baraka zako, kuna namna yote ile Mungu amekusudia kukubariki, ng'ang'ana mahali hapo. Ng'ang'ana mahali hapo. Usikubali jambo lolote likukatishe tamaa, usikubali jambo lolote likuvunje moyo, usikubali jambo lolote likurudishe nyuma. Usikubali. Ng'ang'ana mahali hapo, ng'ang'ana mahali hapo. Nitakwenda kukueleza vitu viwili. Cha kwanza ambacho unatakiwa kuzingatia ni kwamba sehemu uliokusudiwa kubarikiwa, ukiondolewa kwenye hiyo sehemu, ukienda sehemu nyingine, na kueleza rafiki yangu, hautokaa uzione baraka. Kwa hiyo jambo la kwanza nataka nikueleze, usikubali kuondolewa sehemu ambayo Mungu amekusudia kukubariki. Usikubali kuondolewa sehemu ambayo Mungu amekusudia kukubariki. Ukiondoka hiyo sehemu ambayo Mungu amekusudia kukubariki, utakaa, utapambana, utajituma kwa vyovyote unavyoweza kujituma, haitawezekana, kwa sababu eneo unalotakiwa kupata baraka zako hauko kwenye eneo sahihi. Kwa hiyo mahali popote pale unapoona kwamba hapa kuna baraka zangu, kuna kisima unatakiwa ukifukue, ukichimbe, ambako ukikichimba hicho kisima unakutana na baraka zako. Usikubali kuondolewa kwenye hilo eneo, usikubali kutolewa kwenye hilo eneo, kwenye hiyo nafasi, kwenye hayo mazingira. Usikubali kutoka kwenye hayo mazingira. Lazima ukubali kung'ang'ana, hata kama watakukatisha tamaa kiasi gani, hata kama watakuvunja moyo kiasi gani, hata kama watakupiga vita kiasi gani. Wewe ng'ang'ana na hiyo eneo, ng'ang'ana na hiyo sehemu, ng'ang'ana na mahali hapo, kwa kuwa Bwana amekusudia kukubariki kutokea kwenye eneo hilo, kutokea kwenye mkoa huo, kutokea kwenye nchi hiyo, kutokea kwenye ardhi hiyo, kwenye wilaya hiyo, kwenye kijiji hicho. Ng'ang'ana mahali hapo rafiki yangu. Usikubali kuondolewa, usikubali kuondolewa kwenye hiyo nafasi yako, usikubali kuondolewa kwenye hicho cheo chako, usikubali kuondolewa kizembezembe tu, na mtu tu anakukatisha tamaa, anakuonea wivu tu, anakuambia tu. Usikubali kuondoka kwenye eneo ambalo Mungu amekusudia kukubariki kwenye eneo hilo. Hilo ni jambo la kwanza ambalo nilitamani ulijua, kwamba eneo lina maana kubwa sana ya wewe kupokea baraka zile ambazo Mungu amekusudia. Kuna wakati mwingine unaweza kuwa unang'ang'ana, unalia, unaomba, kumbe Mungu amekusudia kukubariki kwenye eneo fulani, lakini kwa sababu ya uoga wako na kuto kung'ang'ana, ulilikimbia eneo ambalo lilikuwa lina baraka zako. Ulitoka kwenye eneo ambalo lilikuwa na baraka zako, ulitoka kwenye nafasi ambayo ilikuwa ina baraka zako, na ambayo ilikuwa haina ulazima wewe kutoka, Kwa nini? Kwa sababu hilo eneo ndilo Mungu amekusudia kukubariki, lakini wewe kwa sababu ya uoga wako na hofu yako na kutokubali kung'ang'ana, umeiachia hiyo nafasi, umeliachia hilo eneo, umeondoka, umekimbia hayo mazingira. Na kuambia rafiki yangu, utaendelea kuhangaika na kuzunguka, hautakuja ukutane na baraka zako. Kumbuka nimekueleza kisima cha baraka. Unapogundua mahali hapa kuna kisima changu cha baraka, usikubali kuondoka mahali hapo, kwa sababu ziko baraka zako ambazo Mungu amekukusudia kwenye eneo hilo. Lakini jambo lingine ambalo nataka nikueleze, ili uweze kukutana na baraka zako katika kisima chako, usikate tamaa. Umejaribu mara ya kwanza, umeona imeshindikana, umejaribu mara ya pili, imeshindikana, jaribu tena, endelea kujaribu, endelea kufanya. Ulifanya mwaka jana ikagoma, fanya na mwaka huu. Ulifanya mwaka juzi ikagoma, mwaka jana imegoma, na mwaka huu fanya tena, jaribu tena, anza tena upya.
fikiria namna gani uweze kufanya kwa ubora zaidi. Fikiria katika eneo hilo ambalo Mungu amekusudia kuweka. Unaweza ukawa unang'ang'ana kwenye eneo hilo, lakini umeshajikatia tamaa. Uko eneo hilo haujaondoka, na hilo eneo ndo lina baraka zako, lakini umejikatia tamaa. Umesema mimi imeshashindikana, mimi haiwezekani. Kila nikitaka kufanya hiki wananipinga, wananizuia, hamna anayeniona, hamna anayejali, hamna anayefanya hivi. Hapana, kulalamika hakutakusaidia. Kulalamika hakutakusaidia. Cha msingi unang'ang'ana na eneo lilopo, lakini jambo lingine huku ukiendelea kufanya. Hata kama umefanya mara ya kwanza imeshindikana, umefanya mara ya pili imeshindikana, endelea kufanya. Nitakueleza mtu mmoja ambaye alikuwa anajua siri ya kung'ang'ana, siri ya kung'ang'ania kwenye eneo lenye baraka zake, na hakuwa na moyo wa kukata tamaa. Naye ni Isaka. Isaka, ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 26 na ule mstari wa 19, Biblia inasema watumwa wa Isaka wakachimba katika lile bonde. Watumwa wa Isaka wakachimba katika lile bonde, wakapata kisima cha maji yanayobubujika. Wachungaji wa Gerari wakagombana na wachungaji wa Isaka wakisema, maji haya ni yetu. Ndipo akakiita jina la kile kisima Eseki, kwa sababu waligombana naye. Mstari wa 21, wakachimba kisima kingine, wakagombania na hicho tena, akakiita jina lake Sintina. Akaondoka huko akachimba kisima kingine, wala hicho hawakukigombania, akakiita jina lake Rehobothi, akasema, kwa kuwa sasa Bwana amenifanyia nafasi, nasi kwa kuwa sasa Bwana ametufanyia nafasi, nasi tutazidi katika nchi. Hapa hizi ni habari za Isaka alipokuwa anachimba visima. Eneo lile Mungu amekusudia kumbariki kutoka kwenye eneo lile, kwa sababu kwenye nchi aliyokuwepo mwanzoni ambapo Ibrahim alimwacha ilitokea njaa. Sasa ilivyotokea njaa, akawa anataka kukimbilia wapi? Misri, ila Mungu akamzuia, akamwambia asiende huko, abakie kwenye hiyo nchi, manake ilikuwa ni eneo lake la baraka. Ukisoma kwenye hii sura ya 26 mstari wa kwanza, anasema ikawa njaa katika nchi hiyo, mbali na njaa ile ya kwanza iliyokuwa siku za Ibrahimu. Isaka akamwendea Abimeleki mfalme wa Wafilisti huko Gerari. Bwana akamtokea akasema, usishuke kwenda Misri, kaa katika nchi nitakayo kuambia. Kaa ugenini katika nchi hiyo, nami nitakuwa pamoja nawe na kukubariki, maana nitakupa wewe na uzao wako nchi hizi zote. Unaona, Mungu anamwelekeza Isaka kwamba eneo hilo ndo lina baraka zako. Usiondoke kwenye hilo eneo, usiondoke kwenye hiyo nchi, kaa katika hiyo nchi. Kwa hiyo na Isaka akakubali kung'ang'ana, kwa sababu aliona mahali hapa kuna kisima cha baraka zangu, mahali hapa kuna kisima cha baraka zangu. Ukiendelea kusoma mistari ya chini utaona Isaka alipolima hata mazao yake, Biblia inasema yalizaa 100 kwa moja. Maana yake alikuwa akipanda moja yanazaa 100. Kwa hiyo sehemu yoyote yenye baraka zako, eneo lolote lenye baraka zako, ukiliondoka, ukiliacha, kama Isaka angeenda hiyo nchi ya Misri, angegoma kusikiliza sauti ya Mungu, angeenda hiyo nchi ya Misri, maana yake hata angekuwa analimaji, hata angekuwa anafugaji, asingeweza kufikia kiwango kile ambacho alikifikia kwa kukubali kubaki kwenye lile eneo ambalo Mungu alikusudia kumbariki. Kwa hiyo na wewe rafiki yangu, eneo ambalo Mungu amekusudia kukubariki, na unajua kabisa ili eneo Mungu amekusudia kunibariki hapa, unaona kabisa kuna mlango wa baraka zako, usikubali kuondoka kwenye hilo eneo. Ndio maana nikakwambia ng'ang'ana, baki kwenye hilo eneo. Tazama, unaona Isaka aliyejua kung'ang'ana na wala hakuwa na moyo wa kukata tamaa. Hii mistari ya 19 inatuonyesha alianza kuvifukua vile visima babake alivyokuwa amevichimba, akana vipa majina ya vile visima alivyochimba babake kulingana majina yake. Lakini kadri alivyokuwa akifukua, akafukua kisima cha kwanza, alivyokichimba kisima cha kwanza,
akafanyaje, wakakigombania wafugaji wale wa Gerari, wale wachungaji wa Gerari waliokuwa wanachunga mifugo wa Gerari, wakawa wanagombania, wanasema kisima hiki ni cha kwetu. Akawaachia, akachimba cha kwanza, wakakigombania, akakiacha. Hakukata tamaa, kwa sababu alijua watu hawa wananikatisha tamaa ili niondoke kwenye ile eneo ambalo lina baraka zangu, Na ukiangalia mistari ya juu pia walikuwa wamemfukuza kutoka kwenye eneo ambalo walikuwa wanaishi nao kwa karibu. Wakasema, wewe ni mtu mkubwa sana, Mungu amekubariki, kwa hiyo ondoka, nenda, toka hapa karibu yetu. Akaenda akajitenga mbali nao, akakaa mbali na wao, hawakutaka hata kukaa karibu naye, kwa kuwa Mungu alikuwa amekusudia kumbariki. Lakini hakusema watu wenyewe wanataka wafanyeje, ngoja niondoke niachane hata na nchi yao. Hapana, alibakia kwenye ile ardhi yao, kwa sababu alijua hilo ndio eneo ambalo Mungu amekusudia kumbariki. Kwa hiyo pamoja na hivyo akachimba, wakawa namkatisha tamaa. Akichimba wanaenda kile kisima wanakichukua, akaenda cha pili wakachukua. Kwa hiyo akaenda cha tatu. Alivyoenda kuchimba cha tatu, nilikueleza jambo la pili ambalo nitaka nikueleze ni kwamba usiwe mtu wa kukata tamaa. Unataka kuziona baraka za Mungu, usiwe mtu wa kukata tamaa. Hakikisha unang'ang'ana. Umejaribu mara ya kwanza, ulijaribu mwaka juzi ikagoma, mwaka jana imegoma, usije ukaridhika ukasema mwaka huu yatakuwa yale yale. Hapana, chimba tena kisima, chimba tena kisima. Hapo ndiko kuna baraka zako. Kisima cha baraka, hapo ndiko kuna baraka zako. Chimba tena kisima cha baraka zako, kisima cha baraka. Kuna baraka tele, chimba tena. Umechimba mara ya kwanza imeshindikana, umechimba mara ya pili imeshindikana, umechimba mara ya tatu. Nakueleza kuna wakati utafika, utachimba na wao watakuacha, watasema huyu mtu ameshindikana, acha tumwache, ameshindikana. Hawataendelea kung'ang'ana na wewe siku zote, na hata kama wakijaribu kuendelea kung'ang'ana, Bwana ataingilia kati anapoiona juhudi yako. Mungu anapoiona juhudi yako na bidii yako katika kutenda lile jambo ambalo anatamani ulitende, hata kama kuna maadui wengi wanakuzunguka, huwa Mungu anaingilia kati kuzuia. Na ndio maana Isaka anamalizia, anasema ya kwamba anasema mstari wa 22, akaondoka huko akachimba kisima kingine, wala hicho hawakukigombania, akakiita jina lake Rehobothi, akasema, kwa kuwa sasa Bwana ametufanyia nafasi, nasi tutazidi katika nchi. Bwana ametufanyia nafasi, Bwana amekufanyia nafasi. Kuna siku Bwana atakufanyia nafasi. Nafasi. Usikate tamaa rafiki yangu, usikate tamaa. Chimba tena kisima kingine. Usiondoke mahali ulipo kwa sababu unaona vita imekuwa kubwa. Kama hilo eneo ndo kuna baraka zako, ng'ang'ana mahali hapo, wala usikate tamaa. Usiache kuendelea kufanya, endelea kufanya kile ambacho Mungu anakusukuma ufanye. Hata kama kila ukifanya wanakurudisha nyuma, wanakuzima, wanakuzuia, endelea kukifanya, maana mbele yako kuna baraka ambazo Mungu ataingilia kati, atakupa nafasi, nawe utazidi sana katika nchi, utaongezeka sana katika nchi. Mwaka huu usikae kizembe, usikae kinyonge. Ni mwaka ambao ukiendelea kufanya, ukirudia kufanya kile ambacho unahisi ukikifanya hakitafanikiwa, Mungu ataingilia kati kukutetea, Mungu ataingilia kati kukupigania. Mungu atakufanyia nafasi katikati ya maadui, katikati ya watu ambao wanakupiga vita sana. Mungu atakufanyia nafasi, Mungu atakupigania, atakutetea. Mungu atakupigania, atakutetea. Wewe rafiki yangu ambaye unazitamani baraka za Mungu na unamhitaji Yesu Kristo, labda hujawahi kuokoka, hujawahi kumpokea Yesu Kristo, nisikunyime nafasi. Wewe unahitaji kumpokea Yesu, wewe unayemhitaji Yesu, naomba nifuatishe maombi haya. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako, ninaomba Yesu unisamehe dhambi zangu zote. Yesu, ninaomba ufute jina langu kwenye kitabu cha hukumu na uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia leo ninakubali wewe Yesu kwa wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante Yesu kwa kuniokoa, asante Yesu kwa kuniponya. Amen, amen. Ubarikiwe sana rafiki yangu, umenifuatisha maombi hayo. Amini ya kwamba umeokoka na Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Endelea mbele, usirudi nyuma. Yesu Kristo anarudi, bado kitambo kidogo. Yesu Kristo anarudi, endelea mbele, usirudi nyuma. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninaomba neema yako na upendo wako
juu ya ndugu huyo Bwana. Kamjalie neema na uwezo na kibali Bwana cha kutokukata tamaa, cha kung'ang'ana katika eneo lake la baraka zake Bwana. Asichoke kuchimba kisima chake cha baraka kila mahali ambapo kwenye eneo hilo ambalo Mungu amekusudia kumbariki. Asikate tamaa wala asichoke Bwana, wala asiogope wala kuwakimbia maadui, bali ang'ang'ane katika eneo lake lenye kisima cha baraka zake katika jina la Yesu Kristo. Na mwaka huu kamfanyie nafasi katika hayo uliyombarikia, katika hayo ambayo anapambana nayo. Kamfanyie nafasi katika maeneo ambayo anapambania, katika eneo ambalo anaendelea kupambana Bwana, kuzisaka na kuzitafuta baraka zake. Kamfanyie nafasi katikati ya adui zake, naye akaongezeke na kuzidi sana katika nchi. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba nikiamini, amen, amen.